Naitwa Hamis Haji Hassan, ni mkuu wa kitengo cha sheria katika ofisi ya Rais, Kamisheni ya Utumishi wa Umma. Tuko hapa kuelezana kuhusiana na suala zima la siri. Siri, lakini pia tutaelezana siri katika utumishi wa umma ikoje. Siri inaonekana wapi katika sheria zetu ambazo zinatumika katika utumishi wa umma pamoja na kanuni zake za mwaka 2014. Kwa ujumla, neno siri ni neno la Kiarabu. Origin, maana yake chanzo cha neno siri ni Kiarabu. Kama ilivyo sifa za lugha nyingine, kuchukua au kukopa, tunasema kukopa maneno kutoka katika lugha nyingine, na lugha yetu ya Kiswahili imechukua maneno tofauti kutoka katika lugha nyingine, hususan hii ya Kiarabu. Kwa hiyo siri ni neno ambalo limechukuliwa kutoka katika lugha ya Kiarabu. Neno hili lina maana ya siri ni jambo au habari au ujumbe ambao haupaswi au hautakiwi mtu mwingine kufahamu. Inawezekana kwa muda fulani tu, lakini baadaye watu wakatakiwa wafahamu. Kwa hiyo siri inakuwa wakati, baadhi ya siri zinakuwa kwa ujumla ni siri, hazitakiwi watu wengine kuzijua. Lakini baadhi ya siri ni kipindi fulani tu inakuwa siri, baadaye watu wanaweza wakaelewa. Nitatoa mfano. Hizi taarifa hususan za ulinzi na usalama, hizi kwa ujumla ni siri forever, yani maisha yote ni siri. Manake kwa mfano haitatakiwa watu waweze kujua pengine Tanzania ina wajeshi wangapi. Logic tu, kwa kiakili tu, kwamba ukijua hivyo unaweza ukahatarisha usalama wa nchi. Lakini kwa mfano mtumishi anahitajika kufukuzwa kazi, amefanya kosa kazini, itakuwa siri pale mchakato wa ndani unafanyika. Lakini ikishafika time sasa ya kujulishwa mwenyewe, inakuwa tena sio siri tena, atapewa ile barua, atajijua kwamba mimi nimefukuzwa kazi. Lakini kabla ya mamlaka kuidhinisha, kuapprove ile issue, inakuwa ni siri, watu wengine hawatakiwi kujua. Lakini pia tuna kamusi la Kiswahili fasaha ambalo limetolewa na Baraza la Kiswahili Zanzibar, ambalo wao wamelitafsiri neno siri kwamba lina maana ya jambo au tukio ambalo halijatakiwa kudhihirishwa, au jambo ambalo liko moyoni mwa mtu. Hata wewe ndugu mtangazaji unaweza ukawa na siri iko moyoni mwako tu, humwambii mtu mwingine. Au halitakiwi lijulikane na mtu mwingine au kikundi cha watu au jamii ya watu wengine. Hii pia ni maana ambayo imetolewa na kamusi yetu ambayo imetolewa na Bakiza. Kwa ujumla, siri ni lile jambo au kitu ambacho hakitakiwi kijulikane na mtu mwingine, aidha kwa muda au kwa muda wote manake. Kuna umuhimu ndugu mtangazaji wa kutunza siri. Kuna umuhimu mkubwa wa kutunza siri, hususan katika shughuli zetu hizi za kiserikali. Umuhimu wa kwanza kabisa kutunza siri, siri inasaidia kulinda usalama wa taifa. Taifa linakuwa salama kukiwa na baadhi ya mambo yakifanyika kwa siri kwa wakati wake. Mpaka hapo litakapotakiwa kudhihirishwa, litadhihirishwa. Lakini siri pia inatunza usalama wa mtu mwingine. Mtu anakuwa salama akitunziwa zile siri zake. Anakuwa salama, anakuwa hawezi kudhurika. Halafu pia siri inaepusha mshangao. Nazungumza siri kwa upande wa mtu mmoja mmoja, kwamba kuna siri, yule mtu ana jambo fulani, mtu atashangaa, hata yule ana jambo fulani, mshangao. Kwa hiyo ukitunza siri ya mtu mwingine, unaepusha hata ile jamii au watu wengine kushangaa. Siri pia inaimarisha suala la kuaminiwa. Ndugu mtangazaji, ukiambiwa jambo leo ukalitunza, humwambii mtu mwingine mpaka wakati wake ukifika, ina maana yule mtu alokupa hiyo siri siku nyingine atakwambia jambo jingine pengine kubwa kuliko lile, kwa sababu kakuamini kwamba huyu hawezi kuvujisha siri.
Pia kwa upande wa nchi, siri inaimarisha imani ya wananchi na serikali yao. Wanakuwa na imani juu ya serikali. Kwamba jambo hili likishafika serikalini haliwezi kutoka, pengine mpaka wakati wake ufike. Kwa mfano huko mahakamani masuala mbalimbali yanatendeka, udhalilishaji na kadhalika, lakini yanakuwa siri. Jamii haiwezi kuyajua mpaka pale ambapo itahitajika kujua ikifika wakati wake. Au kama haitakiwi, jamii haipaswi kujua, ina maana haiwezi. Kwa hiyo imani ya wananchi dhidi ya serikali inaongezeka. Siri pia inahifadhi, umuhimu mwingine wa kutunza siri, inahifadhi zile haki za mtu binafsi na za taasisi. Katiba inatambua kwamba kuna haki ya faragha. Haki ya faragha ina maana kuna mambo ni faragha, ni wewe mwenyewe tu, sio tena watu wengine wajue. Kwa hiyo huo ni umuhimu kwa ujumla wa kutunza siri. Aidha inawezekana kwa mtu binafsi au kwa taifa au kwa serikali kwa ujumla, kwa taasisi zetu hizi za umma. Ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji, sasa tuangalie siri katika utumishi wa umma wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ukoje, na sheria zinasemaje. Kwa mujibu wa kanuni ya 5, kanuni ya 5, kanuni ndogo 1A ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2014, kanuni hii inamtaka kila mtumishi kudhibiti siri. Lakini kanuni haikuishia hapo tu kumtaka kila mtumishi kudhibiti siri, imeweka mbinu ya kumbana mtumishi asiweze kutoa siri za serikali au za taasisi yake kwa ujumla. Mbinu gani imetumika? Kanuni hiyo kwenye kiambatanisho chake C, kuna fomu inaitwa fomu ya ahadi ya kiapo cha kutunza siri, ambayo kila mtumishi once akishakuajiriwa tu, kabla ya kuanza kazi, anatakiwa ajaze hiyo fomu. Fomu ya ahadi ya kiapo cha kutunza siri. Fomu hiyo iko kwa mujibu wa matakwa ya sheria inaitwa Sheria ya Utunzaji wa Siri za Serikali. Sheria namba 5 ya mwaka 1983. Huko ndo chanzo cha kutungwa hii kanuni. Iko Sheria ya Utunzaji wa Siri za Serikali, ambayo kanuni ya utumishi wa umma imechukua ile sheria ikayaweka baadhi ya mambo mule ili watumishi wake waweze kudhibiti siri. Katika hicho kiapo, katika ahadi ya kiapo, ahadi ndugu mtangazaji ndo unachukua dhima, maana yake unajicommit kwamba wewe hutofanya jambo fulani, ndo ahadi. Ukipotosha ina maana umeenda kinyume na unapaswa uchukuliwe hatua zinazostahiki kwa mujibu wa sheria na kanuni za utumishi wa umma. Kwa hiyo katika ahadi hiyo mtu anakuwa anaapa, anaahidi kwamba kwanza anatambua uwepo wa hiyo the National Secret Security Act ya mwaka 1983. Kwanza anatambua kuwepo kwa sheria hiyo. Na sheria hiyo inafanya nini? Inakataza, inapiga marufuku kwa mtumishi wa umma yoyote katika nafasi yoyote kutoa siri za serikali au siri za taasisi kwa ujumla. Lakini sheria hiyo katika kiapo hicho, katika ahadi hiyo ya kiapo, pia mtumishi anakula kiapo kwamba hatavujisha, hatatoa siri za serikali. Ili ya mwanzo anasema kwamba anatambua tu kuna sheria hiyo, lakini cha pili anaapa kwamba hatavujisha siri ya serikali kwa namna yoyote vile itakavyohitajika, isipokuwa pale ukipata idhini. Maana kama vile tulivyosema kwamba inaweza kuwa siri kwa muda, lakini baadaye unaweza ukadhihirisha. Katika kiapo hicho pia mtumishi anakuwa anajifunga kwamba hatatoa siri hizo sio tu ambapo yupo katika utumishi, lakini hata akitoka nje ya utumishi. Maana yake nakusudia kama ikitokezea mtu kafikia umri wa kustaafu au kafukuzwa kazi au mazingira mengine yoyote, hatotoa zile siri ambazo alikuwa nazo, alipaswa awe nazo au alipaswa kuzitunza wakati wa utumishi wake.
Kwa hiyo katika kiapo hicho kuna mambo hayo makubwa matatu ambayo mtu anakuwa anajikita, anakula ahadi kwamba hatoyafanya. Ndugu mtangazaji, tukiendelea pia kuna makosa, ni makosa mtu kutoa siri. Tukiangalia ile sheria ya utunzaji wa siri za serikali namba 5 ya mwaka 1983 inasema hivi: mtu yoyote iwapo anamiliki au anajua taarifa, ana neno la siri tunakusudia neno siri, password, ana code, anazijua alama code. Kwa mfano wenzetu wa ulinzi na usalama, niliwahi kuona siku moja wanazungumza na zile radio coil, lakini mimi sifahamu, anazungumza kwa sign tu, anazijua hizo, lakini akatoa hizo taarifa au hizo code au password kwa mtu mwingine bila ya idhini, bila ya ruhusa, bila wakati wake kufika. Kwa hiyo mtu huyo atakuwa amefanya kosa kwa mujibu wa sheria ile niloitaja, sheria namba 5 ya mwaka 1983, atakuwa amefanya kosa. Na mtu huyo inawezekana yeye ni afisa wa utumishi wa umma, mwenyewe kaaminiwa anayo siri, yeye mwenyewe anahusika nayo, yani anafanyia kazi, kaiona pahala, kapita, kwa mfano document iko wazi, kaona, kasoma, ka photocopy, kapiga picha. Inawezekana kaingia kwenye, kwa mfano chumba, kwa mfano masjala, kaingia masjala, kaona kitu, kachukua ile taarifa, kaipublicized, kaitangaza kwa umma pasina idhini, basi hapo mtu huyo atakuwa amefanya kosa. Kosa gani? La kuvujisha ile siri, la kutoa siri ya serikali au siri ya taasisi. Ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji, mtumishi akibainika amefanya hicho, adhabu yake ni kifungo kisichopungua miezi 12. Kifungo kisichopungua na kisichozidi miezi 12. Hii ndio adhabu yake kwa mujibu wa ile sheria ambayo tumeisema. Sasa hapo umetoa taarifa, umemhadithia mtu kodi, photocopy, umeisema manake. Nakwambia mimi password ya kompyuta yangu 1 2 3. Kwa hiyo nikakwambia